Tumepata wote Mathayo sura ya 24. Mathayo 24 mstari 24 tumepata wote. Nitasoma. Akawaambia, watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Anatuambia tena hapa, anawapa tahadhari wanafunzi. Makristo wengi leo hii wametukia, makristo wengi leo hii ambao wamewapoteza hata watumishi wa Mungu, hata wana wa Mungu hawajui kutofautisha kwamba huyu. Kwa hiyo Wakristo leo hii wengi wametukia. Sasa hizi nyakati mbaya tulizo nazo, ambazo tuko mwisho, yaani tuko kwenye nyakati za nyongeza, Yesu anakaribia kutimiza kitendo. Tuko nyakati za nyongeza, maana unabii mwingi imeanza kutimia, mwingi mtu fulani kugauka hiari. Amina. Kwa hiyo unabii mwingi, tuko kwenye nyakati za nyongeza. Tusidanganywe na manabii tena wa uongo, au kudanganyika na watu wa dini katika jina la Yesu. Tusidanganywe kurudishwa nyuma, tusidanganywe kwenda kinyume. 7 Mathayo sura ya 7. Mathayo sura ya 7. Mathayo sura ya 7 22 hadi 23. Tumepata wote. Mathayo sura ya 7 22 hadi 23 anasema, wengi wataniambia siku ile, Bwana atakufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Unaona, tatizo sio miujiza, tatizo sio unabii, tatizo ni kuyafanya mapenzi ya Mungu katika jina la Yesu. Kwa hiyo tusikimbilie sana hao wanaotudanganya wakisema ukinywa maji mpaka anakufa kwako, ukiweka mafuta sijui bundi anakufa kwako, ukiweka sabuni unakuwa tajiri. Utajiri wako ni kufanya kazi. Amina. Kanisa la ndipo utabarikiwa na Mungu wako atakubariki, ila sio kwa kuweka maji kwenye mifuko, sio kuweka maji na mafuta kwenye mikoba, sio kuweka yako. Amina. Bali sisi. Petro wa kwanza 18. Yesu akamwambia, tazama nimeshawaona na mimi nimewaonya, msije mkaseme hatukuambiwa. Mliambiwa kwamba tusinunue maji, mliambiwa kwamba tusitende dhambi. Kwa hiyo tunatakiwa kubaki kama Lutu katika jina la Yesu, kubaki peke yetu katikati ya uovu. Sisi tunaushinda katika jina la Yesu. Maana Yesu akawaambia, ninyi si wana wa giza ya wapendayo kama wezi, sisi ni wana wa Mungu. Sasa mwana wa Mungu unawezaje kuweka mafuta ndani ya upako, keki za upako? Kwa hiyo hivyo vitu tunaachana navyo katika jina la Yesu. Mstari wa 18, Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 anasema, nani mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au kwa dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu. Anatuambia tujue sisi hatukukombolewa kwa vitu viharibikavyo, yaani si kwa fedha, si kwa dhahabu, si kwa mafuta ya upako, si kwa maji ya upako, si kwa sabuni ya upako, si kwa uji la upako, si kwa mchele wa upako, bali kwa damu ya Yesu Kristo katika jina la Yesu. Kwa hiyo sisi haleluya, amen, tumekombolewa kwa damu. Hatutakiwi
kunywa vitu kama hivyo. Hatunywi maji sisi ya upako, hatunywi mafuta sisi ya upako, sawa Neno linasema mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Haleluya! Neno litasimama. Tusimame, simama hapo ulipo. Neno litasimama, neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Maana watu wote watapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama. Mambo litasimama. Manabii watapita, wachungaji watapita, viongozi watapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama. Neno litasimama. Mambo yote yatapita, viongozi watapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama. Neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Manabii watapita, na waganga watapita, na wachawi watapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama. Neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama. Neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama. Nyosha mikono yako juu tunapomaliza ibada yetu. Bariki Baba, katika jina la Yesu. Tazama, ni wakati mwingine tunakwenda nyumbani, watoto wako na wakabidhi mikononi mwako. Baba uliye mwema, utembea pamoja nao, kila njia waziendapo waende na wewe. Nguvu za giza zishindwe, mapepo yashindwe, uharibifu wote unaoinuka juu yetu ushindwe, ni katika jina la Yesu. Amen. Yesu, 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 ni katika jina